So ujumbe wa Mungu kwa taifa ni kwamba hasira yake hii karibu kuja. Hasira ya Mungu hii karibu kuja. Kuna mahali kilio kimeanza kufika, hakijafika bado. Kuna mahali kilio kimeanza kufika. Nimekuambia kuna aina ya kilio mwanadamu akikitoa kinafikika mbinguni, kinahamika. Mungu anaangalia kwa nini amelia. So Tanzania na viongozi wake wafahamu ni kwamba kuna kiwango fulani cha kilio kimeanza kupanda kwenye ufalme wa Mungu kule, kwenye kiti cha Mungu Baba. So kikifika hiki kilio vya kutosha, Mungu atahukumu kutokea kule. Mungu akihukumu kutokea kule, kutakuwa na mapigo yasio na mifano kwenye nchi hii. Mapigo yasio na mifano. Hivyo unajisikia kwenye utawala wako watu kadhaa wamekufa, kwenye utawala wako vita vya wenyewe kwa wenyewe, kwenye utawala wako watu wengi wamekufa kuliko miaka mingine yote. Haina raha yote. Unamaliza lakini kuna laana nyuma yako. Haina maana. So kama tunataka kuona mkono wa Mungu kwenye taifa hili, viongozi wa serikali watende haki, viongozi wa kidini wahubiri haki. Tuhubiri haki kila sehemu. Na wewe mmoja wapo watu ambao wanatii sheria za nchi. Ushabiki haufai. Usiwe shabiki kwenye mambo ambayo hayahitaji ushabiki. Mambo ya kupigania haki hayahitaji ushabiki. Timiza wajibu wako. Tii sheria za nchi. Basi. Nina mengi ya kueleza, lakini kwa sababu ya mazingira fulani nitakutana nayo huko. Ataelezwa saa ngapi wapi mtajua, lakini nitakutana huko mtandaoni. Jambo la msingi ni hili kwamba kilio cha wanadamu ki karibu kufika sehemu ambapo Mungu anasikia na kuhukumu. Wananchi wanalia. Kulia kwao kunaweza kukawa ni kucheka, lakini ni kulia. Mungu vumilivu wake sio kama sawa na wakwetu. So sasa hivi wakati tunatamani Mungu a react bado, ila Mungu akireact ni hatari kuliko unavyodhani. Nilikwambia juzi hapa kuna viongozi ambao wanapigania uchaguzi huu waweke watu wanaowataka kwenye utawala. Nikakwambia watapigania harakati hizi lakini hawatashiriki kwenye uchaguzi. Kabla uchaguzi Mungu atawangofua. Na nimekutajia baadhi ya majina ya watu. Nikamwambia mpaka majina ya watu nikasema wanatokea wapi. Narudia tena. Kabla tu ya mwezi wa 7 hapo mbele, kama mwezi wa 7, kuna jopo la watu kadhaa hapa ambao ni tegemezi katika chama fulani. Jopo la watu tegemezi katika chama fulani anaweza kupumua mmoja baada ya mwingine. Na kuna lundo la wanachama wa Chadema wengi. Of course ni watu ambao walikuwa wanataka kutia nia Chadema, warudi CCM kwa sababu nataka nini? Nafasi ya madaraka. So ni wakati ambao kutatokea na taharuki hapa na pale. Watu wa Chadema ambao walikuwa wanatamani kugombea kwa Chadema kwa sababu ya no reform election, watoka Chadema watajiandikisha wapi? CCM. Isiwashangaze. Lakini Mungu ananiambia jambo la msingi sana kwamba yeye aliyemkusudia kuwa akizuiliwa kuwa, Mungu hatanyamaza tokea kwenye kiti chake cha enzi. So kama Mungu alimkusudia Mama Samia, alafu watu wakataka kuzuia, Mungu hatanyamaza tokea kwenye kiti chake cha wapi? Cha enzi. So kama Mungu alimkusudia Tundu Lissu, magereza yatapasuka kwa sababu Mungu amekusudia yeye. Hamna mtu kumzuia. So kama akitumia hila kumzuia, nini kinatokea? Mungu hatanyamaza tokea kwenye kiti chake cha enzi. Imagine aliyeumba dunia aamue kusema kwenye kiti chake cha enzi ya hukumu. Ni bora ukaacha haki itendeke kuliko ukataka hukumu ya Mungu itendeke. Haki kutendeka ni bora kuliko hukumu ya Mungu kutendeka. Hukumu ya Mungu anaweza akatufuta sisi hapo wote akatufuta kwa sababu ya kosa mtu huyu. Alafu yeye akachukua leo wake akaweka sehemu ambayo wanastahili. Sisi ni wa nani? Wa Mungu. Vyote kavyokuwa sisi wote ni wa Mungu na kesho yetu ipo mikononi mwake. Vyote kavyokuwa sisi wote ni wa Mungu na kesho yetu ipo mikononi mwake. Sisi tusiogope. Vyote kavyokuwa, awe kiongozi nani tusiogope. Vyote kavyokuwa sisi wote ni wa Mungu na kesho zetu zipo mikononi mwake.